Na karibu tena msikilizaji na unayetufuatilia. Kama ulivyosikia, tunaingia kwenye mjadala wetu wa siku ambapo tunatazama hali iliyoko Mashariki ya Kati. Na kama ulivyosikia, Rais Donald Trump ameongeza muda wa mpango wa usitishaji vita kwa muda usiojulikana, wakati hatma ya kufanyika mazungumzo ya duru ya pili kati ya Marekani na Iran ikiwa haifahamiki. Mpaka jana jioni Iran ilisema haitoshiriki mazungumzo hayo mjini Islamabad, huku safari ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance ambaye alitarajiwa kuongoza ujumbe wa mazungumzo upande wa Washington ikasitishwa. Tangazo la Trump la kuendelea kusitisha vita limetolewa dakika za mwishoni kabisa za kuelekea kumalizika wiki mbili za usitishaji vita hivyo, lakini akisisitiza kwamba Marekani inaendelea kuweka vizuizi kwenye bandari za Iran. Tunajadili yaliyojiri hapo na wachambuzi wetu kutoka Washington. Yuko mwandishi wa habari wa siku nyingi Abdul Shakur Abud, na huko Zanzibar naye tunaye mchambuzi wa siasa za Iran na Mashariki ya Kati ambaye pia ni mwandishi habari Abdul Fattah Musa. Makazi yake yeye huyu ni Tehran kwa kawaida, na mjini Berlin nimemwalika mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia Dr. Harrison Mwilima. Karibuni nyote, naambiwa tayari mko tayari kabisa kwenye mjadala huu. Asante sana. Abdul Shakur, nianze kwako moja kwa moja, hasa kwa kutazama huu ujumbe wa Trump. Manake umesema mambo kadhaa huu ujumbe, kwamba kwanza anazingatia ukweli kwamba serikali ya Iran imegawika vibaya, na kwa kuombwa na mkuu wa majeshi wa Pakistan Nasim Munir pamoja na waziri mkuu Shehbaz Sharif kusitisha mashambulio mpaka pale viongozi wa Iran na wajumbe wao watakapokuja na pendekezo la pamoja, na amekubali kufanya hivyo. Sasa suali hapa ni je, tafsiri yake Trump ni nini katika ujumbe huu? Ameamua kumaliza vita dhidi ya Iran? Kwa hakika Trump, kama tunavyojua, kwa muda hivi sasa amekuwa akitafuta njia kujiondoa katika vita hivi vya Iran, lakini alikuwa hapati nafasi. Lakini hii sasa inaonyesha wazi kwamba anataka kuondoka katika mapambano hayo, manake kuna hasara nyingi ambazo zinapatikana katika upande wa kisiasa, kijeshi na kiuchumi. Kwa hivyo kwa njia moja au nyingine, ujumbe wake wengi hapa Washington wanasoma kwamba mkutano ukifanyika utakuwa ni njia yake pekee ya kuweza kuondoka katika vita hivyo. Kwa hivyo nafikiri ni ujumbe ambao unaonekana wazi, lakini kitu kinachoonekana na kinasemekana hapa, ingawa amesema Iran imegawika au serikali haina mtu wa kuzungumza naye, yeye anasema hivyo, lakini anaacha kutambua kwamba ujumbe wa Marekani vile vile ulikuwa unaleta matatizo. Iran ilitoa sharti kwamba itakwenda katika mazungumzo ikiwa tu kuna mkataba au mswada wa mkataba wa kuzungumzia masuala muhimu. Lakini Abdul Shakur, kidogo katika hili suala zima la kwamba akitafuta upenyo wa kujitoa katika vita hivi na hili swala la mazungumzo, na ameona ndio wakati mwafaka wa kutokea kwenye vita hivi. Lakini swali hapa ambalo pia wafuatiliaji wetu wanajiuliza hapa ni kwa nini bado anabakisha mzingiro au vizuizi au anatumia vitisho katika bandari za Iran? Lengo ni nini hasa? Hapo ndo jambo ambalo wengi hawafahamu. Wengi wanasema kwamba kutokana na kuwepo kwa wanajeshi wengi huko na kupeleka vifaa zaidi, inaashiria kwamba pengine anajitayarisha kushambulia au anasubiri kuona ikiwa serikali au mazungumzo hayatofanyika aweze kuendelea na vita. Lakini upande wa pili vile vile ni kujaribu kuiwekea shinikizo serikali ya Iran kwamba usipokubali kuzungumza, sisi tuko tayari kushambulia. Na Iran tayari imesema haitokubali kufanya mazungumzo chini ya vitisho, na Iran imesema haitozungumza ikiwa vizuizi kwenye ujia wa vitaendelea kuwekwa. Kwa hivyo yeye anajaribu kushindikiza, kama tunavyojua anatumia ubabe wakati wote, ndo sababu yake, lakini haifahamiki kwa nini hawaondoshi wanajeshi hao. Abdul Fattah, muendelezo huu wa usitishaji vita kwa wa Iran umepokelewa vipi? Kwa upande wa duru za ndani ya Iran, wanaliangalia suala hili kama ni aina fulani ya vita vya kisaikolojia, kwa sababu wa Iran tokea vita vya tarehe 18 Juni mwaka jana
wamekuwa katika usitishaji vita na Marekani. Maana yake ni kwamba vita hakuna, lakini na wakati huo amani pia hakuna. Na hivi sasa, tofauti na mwaka jana, ametangaza uamuzi wa kusitisha vita bila ya kuainisha tarehe. Maana yake ni kwamba wakati wowote atakapoamua yeye kuanzisha tena vita au kutoa tangazo la kumaliza usitishaji vita na kuanzisha vita dhidi ya Iran, ni kwamba anaweza kuchukua hatua hiyo kwa kushtukiza. Kwa hivyo, kwa mtazamo wa Iran, wanahisi kwamba hali walionayo na Marekani hivi sasa ni ya kivita, na hata wameeleza kwamba baada ya kumalizika rasmi muda huu, na kwa kuwa bado Marekani au kama Rais Trump alivyosisitiza, wataendelea kuiwekea yani kizuizi cha baharini cha kuzuia meli zinazoingia na kutoka katika bandari za Iran zisiweze kufanya hivyo. Kwa wao wanatafsiri kwamba tayari Marekani baada ya kumalizika usitishaji vita huu itakuwa ni sawa sawa na kwamba wameshakuwa katika mazingira mengine ya vita na Iran. Kwa hivyo hali ya Iran kwa hakika inanikuliangalia swali katika mtazamo huo, na tusahau jingine la pili muhimu ni kwamba huu mzingiro uliopo unaifanya hali ya kiuchumi ndani ya Iran ambayo tayari ni mbaya izidi kuwa mbaya, jambo ambalo linajenga hofu ya kuweza kutokea hata migomo na pengine uasi wa ndani, jambo ambalo ndilo Marekani na Israel zimekuwa likilipigania kwa muda mrefu. Abdul Fattah, unapozungumzia kwamba mtazamo wa Iran ni kwamba huku kutowekewa muda kwamba huu usitishaji mapigano utakwenda mpaka lini, maana yake kwa tafsiri wa Iran ni kwamba bado wako vitani, wanajihesabu na Marekani. Na tumeona kwamba baada tu ya kutangazwa huu usitishaji mapigano, tumeona Iran imeonyesha uwezo wa makombora yake ya masafa marefu. Huu ni ujumbe kwa Trump? Bila shaka yote, na si hatua hiyo tu, bali pamoja na kwamba Iran imesisitiza kuwa endapo mara hii Marekani na Israel zitaanzisha tena uvamizi na hujuma dhidi yake, zitachukua hatua ambayo pengine kabla yake haijawahi kushuhudiwa. Lakini pia tumeona tayari hivi punde tu jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran IRGC wamezuia tayari meli mbili katika mlango bahari wa Hormuz, moja ikiwa ni meli inayohusiana na Israel, jambo ambalo linaonyesha kwamba Iran nayo kama ambavyo imekiwa mzingiro na Marekani imeamua sasa na pengine kwa nguvu kubwa zaidi kuchukua hatua ya kuzuia meli kupita katika mlango huo bahari. Kwa hivyo mazingira kwa ujumla tunaweza tukasema si mazingira halisi ya kusimamishwa vita, ni mazingira tete ambayo kama hapata kuwepo na mazungumzo, na kama vita au mazungumzo hayatupata mwafaka wa haraka kama ambavyo Rais Trump mwenyewe amekuwa akisisitiza, upo uwezekano wakati wote vita vikaripuka tena. Dr. Mwilima, ukizingatia hayo ambayo ameyazungumza hapo Abdul Fattah, utagundua kwamba misimamo ya pande hizi mbili ni kwamba ni kama bado hawajaondoa uwezekano wa kurudi tena vitani. Manake Marekani inasema haiondoi vizuizi kwenye bandari za Iran, na shirika la habari la Tasnim ambalo linafungamanishwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC limeripoti kwamba Tehran haikuomba huu usitishaji vita urefushwe na imerejelea vitisho vya kuvunja vizuizi vya Marekani kwenye bandari zake kwa kutumia nguvu. Inaashiria nini kwenye juhudi za kidiplomasia za Islamabad? Nadhani hapo kwenye juhudi za kidiplomasia inamaanisha hapo diplomasia imefika kama tunaweza tukasema imefika mwisho, kwa sababu tunafahamu kabisa ili diplomasia kufanya kazi lazima kuwe na uaminifu, lazima pande zote mbili ziaminiane ili kuweza kukaa meza moja na kutafuta utatuzi wa kidiplomasia. Lakini tutakumbuka tokea walipofikia makubaliano ya kusimamisha mapigano, tumeona kwamba Trump akiendeleza vitisho, akiendeleza pia kusema kwamba Irani inaenda kumalizwa kabisa. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanafanya diplomasia kushindwa. Tukumbuke kwamba diplomasia mimi nilianza kupata matumaini nilipoona kwamba kule Iran walitaka Israel asimamishe mapigano kule Lebanon, akafanya hivyo, na tukaona kwamba pale siku ya Ijumaa tukaona kwamba Iran ikasema kwamba baada ya yale mapigano kusimamishwa, Iran ikasema kwamba inafungua mlango wa Hormuz. Lakini imefungua ule mlango wa Hormuz, nikategemea pale sasa ndio ingekuwa wakati wa Trump sasa kutangaza ushindi, kusema kwamba mlango wa bahari wa Hormuz umefunguliwa. Lakini tukaona Trump amepongeza hilo swala, lakini
akasema kwamba ataendelea kuweka mzingiro wa bahari. Kwa hiyo hii sasa ikaturudisha tena kule tulipokuwa hapo mwanzo, kwamba sasa hivi mlango wa bahari wa Hormuz umefungwa kabisa. Tukumbuke hapo mwanzo ulijafungwa kabisa kwa sababu Iran walikuwa wanaruhusu baadhi ya kupita meli wa shirika, lakini sasa hivi mlango umefungwa kabisa. Tunaenda kuwa na athari zaidi za kiuchumi, na tukumbuke pia Marekani. Hapa nimrudishe Abdul Shakur kwa kutazama hayo ambayo umeyazungumza ya nenda rudi ya pande zote mbili na mtazamo ambao unatoka Marekani. Baada ya duru ya mwanzo na kila upande ukatoa vipengele inavyotaka vizingatiwe, mtu aliona kwamba inawezekana kukawa na ugumu wa kupatikana mwafaka wa kumaliza hivi vita. Lakini hii duru ya pili kuna maswali mengi bado, na kubwa ambalo mtu anajiuliza, Marekani hasa Abdul Shakur inategemea kufikia kitu gani kwenye hii duru ya pili ya mazungumzo inayoitishwa? Hapo ndo swala linalojitokeza, ni kwamba Marekani iko katika tatizo moja kubwa sana. Inabidi kukumbuka kwamba Rais Trump amefukuza watumishi wa serikali, na miongoni mwa watu waliofukuzwa kazi ni wataalamu na wanadiplomasia wa muda mrefu wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje, na hili limesababisha tatizo kubwa sana katika mpango wa mazungumzo na hali ya kuendelea na mazungumzo ya kidiplomasia. Hii inaashiria kwamba Marekani iko katika hali nzito, na inaonyesha wazi kwamba hawana malengo maalum. Kwa upande wa Trump na maafisa wake, ukiangalia yenyewe Trump kwa muda huu wote vita Iran na Marekani, ukiangalia Ukraine, anapeleka mjumbe yule Witkoff, lakini Witkoff ni mfanya biashara ambaye hafahamu masuala ya kidiplomasia, na Iran ilikataa kuzungumza naye. Ndio maana tukamwona makamu rais J.D. Vance. Sasa kwa upande wa Trump inaonyesha kwamba yeye ana masharti yale aliyotoa, vipengele vile anataka Iran moja kwa moja ikubali bila kukaa mezani na kuangalia ni mkataba wa aina gani tunafunga, na Iran ndio inataka. Kwa hivyo kitu kilichojitokeza wazi hapa kwamba ni kwamba serikali ya Trump haina mwelekeo. Kama vile ilivyoanza vita, iliingia bila mpango, na hivi sasa kidiplomasia haina mpango maalum wa kuweza kujiondoa au kuendeleza mazungumzo. Abdul Fattah, Abdul Shakur anasema Marekani haina mpango. Sijui kwa Tehran ni vipi? Kwa nini Iran inaonesha kuwa na mashaka kwenda kwenye hii duru ya pili ya mazungumzo? Au madai ya Trump ni kweli kwamba kuna mpasuko miongoni mwa viongozi wa serikali mjini Tehran kuhusu msimamo wa kuchukua kumaliza vita hii? Iran ni suala la kutokuwa na imani na Marekani. Hili ni suala ambalo wamekuwa wakilisisitiza kila mara, si kwa msingi wa Marekani kutekeleza makubaliano ambayo yanafikia na upande wa pili, na si kwa msingi wa kuweza kuwa tayari kufikia maridhiano ya dhati katika mgogoro ulioko baina yao, kwa sababu utakumbuka kwamba katika duru zilizopita, wakati Iran ilipokuwa katika mazungumzo, Marekani ikachukua hatua ya kuishambulia kijeshi Iran, kwanza kupitia kwa Israel na baadaye Marekani yenyewe. Lakini kubwa zaidi kwa sasa, kitu ambacho Iran ina mashaka nacho katika mazungumzo ya sasa ni huu msimamo, kama alivyoeleza Bwana Abdul Shakur, kwamba Marekani imekuwa na msimamo usiokuwa na mwelekeo wa kidiplomasia wa kuwa tayari kwamba kutoa ili ipate. Rais Trump anaposema kwamba msimamo wake ni huo tu, kwamba anataka lazima urani ya Iran iliyorutubishwa kwa kiwango cha 60% itoke ndani ya Iran, na Iran inasema kwamba haiko tayari kuikabidhi urani hiyo, maana yake ni kwamba mko kwenye mkwamo ambao hauwezi kupata mwafaka. Kwa hivyo tatizo la msingi, badala ya alivyoona serikali iliyopita Marekani ya Rais Obama, lilikuwa suala ni kwamba Iran itoe dhamana ya kuhakikisha kwamba haiundi silaha za nyuklia, na Iran ikatoa mahakikisho hayo. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki nalo likasimamia swala hilo, na mwafaka ukafikiwa katika JCPOA, ambayo yeye alipoingia madarakani akauchana na kufufua tena mgogoro huu katika sura nyingine. Kwa hivyo Iran kwa sehemu kubwa sana ni kwamba wana hofu hiyo kwamba hata hivi sasa endapo watafikia mwafaka na Marekani au na serikali ya Rais Trump, hakuna dhamana ya kiwango. Wanataka hakikisho la msingi zaidi kuona kwamba
kitakachokubaliwa kitatekelezwa kweli, na kwamba kweli hasa makubaliano hayo yataweza kufikiwa. Muda wetu umebaki kidogo kabisa, dakika kama 3 hivi. Dr. Mwilima, nije kwako, na hasa kwa kuzingatia hali ambayo inashuhudiwa mpaka hivi sasa na inavyoonekana kwamba Pakistan, ambayo yenyewe tukiitazama kwa uhalisia ni nchi ambayo ina matatizo yake ya ndani, lakini pia na majirani zake, kwa umbali fulani watu wanaipongeza kwamba imefanikiwa kushawishi usitishaji mapigano kwa mara ya pili kati ya Marekani na Iran. Lakini kwa mtazamo wako na uzoefu wako kwenye masuala ya kidiplomasia, unauamini uwezo wa Islamabad kumaliza vita hivi? Tatizo sio uwezo wa Islamabad. Tatizo ni pande mbili ambazo zinataka kuletwa pamoja kufanya hayo majadiliano, kwa sababu Islamabad imeonekana ni sehemu nzuri ambapo Marekani na Iran wote wanaiamini. Lakini sasa tatizo lililopo ni kwamba hizi pande zote mbili, ukiangalia matakwa yao yapo mbali sana. Tukumbuke kwamba Iran imesema kwamba inataka kutolewa vikwazo. Iran inataka kwamba majeshi ya Marekani yaondolewe Mashariki ya Kati. Iran inataka kuendelea kurutubisha nyuklia. Lakini tukiangalia Marekani inatoa matakwa ambayo inavyoonekana, kwa sababu katika swala zima la kidiplomasia lazima mtu apate kitu, lazima mtu akose kitu. Lakini sasa tukiangalia kwa Marekani, inaonekana Marekani yeye anataka kupata tu, lakini hataki kutoa chochote. Sawa. Ndio changamoto ambayo tunaiona kwa Donald Trump. Sawa. Yuko Rashid upande wa pili kule, labda tupate swali moja au mtazamo mmoja wa maoni kutoka kwa msikilizaji. Kusema kweli ni haya ambayo yanazungumziwa zaidi kuhusiana na vitisho na mashaka kuhusu juhudi za Pakistan kwenye huu mzozo. Na mnaweza kusomea maoni ya mtu mmoja, Musa Zuberi Kabumai, yeye yuko Chanika kule Dar es Salaam, Tanzania. Anasema hadhani kama jitihada za upatanishi za Pakistan zitazaa matunda. Na nimalizie kwako tena, Dr. Mwilima, bado diplomasia inaweza kuweka matumaini kwenye vita hii? Kwa upande wangu, kwa jinsi ninavyoona sasa hivi, inawezekana kwamba sasa hivi tunabaki kwenye hali hii kwamba mapigano yamesimamishwa, hakuna mkataba wowote. Iran inaendelea kucontrol pale Strait of Hormuz. Sasa hatujui kwamba Iran itadili vipi sasa na huo mzingiro ambao umewekwa na Marekani. Kwa hiyo nadhani tunarudi pale kwenye hali ambayo haijulikani ni nini kitakachotokea, kwa sababu kama diplomasia nadhani mpaka sasa hivi imeshindikana. Asante. Dr. Mwilima ni mchambuzi na mtaalamu wa masuala ya kidiplomasia kutoka huko Berlin. Katika mjadala huu pia asante sana Abdul Shakur Abud, ni mwandishi wa habari wa siku nyingi kutoka huko Washington. Lakini pia shukran sana Abdul Fatah Musa, mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa za Iran na Mashariki ya Kati. Mimi ni Saumu Mwasimba, wewe uliyetufuatilia shukran pia, endelea kuwa nasi. DW